Dunia ya ndege za kivita imejaa ndege za kushangaza. Ndege mbili zinazolinganishwa mara nyingi ni F-16 Fighting Falcon ya Marekani na Su-35 Flanker E ya Urusi. Zote ni ndege zenye nguvu, zenye uwezo wa kufanya kazi nyingi. Zinaweza kupigana vita angani na kushambulia malengo ardhini. Kuelewa nguvu na udhaifu wao ni muhimu kuelewa vita vya anga vya kisasa. F-35 iliyopaa angani kwa mara ya kwanza mwaka 1974 ni ndege nyepesi yenye injini moja. Inajulikana kwa wepesi wake na urahisi wa matengenezo. F-35 imekuwa ikisasishwa mara kwa mara kwa miongo kadhaa. Inaweza kutumia makombora na mabomu mbalimbali. Su-35 iliyopaa angani kwa mara ya kwanza mwaka 2008 ni ndege kubwa yenye injini mbili. Ni muundo mpya zaidi wenye uwezo wa hali ya juu. Su-35 inajivunia uwezo wa hali ya juu wa kufanya mizunguko na vitambuzi vyenye nguvu. Imeundwa kwa ajili ya ukuu wa anga na majukumu ya kushambulia ardhini. Ndege hizi mbili zinawakilisha falsafa tofauti za muundo. F-35 inasisitiza uhodari na usawa wa uwezo. Su-35 inapeana kipaumbele nguvu na ufundi wa hali ya juu. Katika pambano la moja kwa moja, Su-35 ina faida kadhaa juu ya F-35. Tofauti muhimu iko katika mifumo yao ya rada. Rada ya Irbis E ya Su-35 ina nguvu zaidi na ya kisasa. Inaweza kugundua na kufuatilia malengo, ikiwa ni pamoja na ndege zisizoonekana kwa rada, kwa umbali mrefu zaidi kuliko rada ya F-35. Su-35 pia ina ubora katika ujanja. Injini zake zenye uwezo wa kuelekeza msukumo huruhusu wepesi wa ajabu. Inaweza kuzunguka na kufanya mizunguko bora kuliko F-35 katika mapigano ya karibu. Hii inaipa Su-35 faida kubwa katika mapigano ya kuzunguka. Hata hivyo, F-35 ina nguvu zake. Kwa ujumla ni nyepesi na ya kasi zaidi katika mstari ulionyooka. Pia inanufaika na muunganisho bora na mtandao wa kushiriki data wa NATO. Hii inaruhusu F-35 kupokea taarifa za wakati halisi na data ya kulenga kutoka kwa ndege zingine na vituo vya ardhini. Ni muhimu kukumbuka kwamba mapigano ya anga si mara zote huwa ni jambo la moja kwa moja. Mambo kama ujuzi wa rubani, ndege za usaidizi, vita vya kielektroniki na ulinzi wa anga wa ardhini yote yana jukumu muhimu. Mgogoro unaoendelea nchini Ukraine umetoa maarifa muhimu kuhusu uwezo wa ndege mbalimbali za kijeshi. Ingawa mapigano ya moja kwa moja kati ya Su-35 na F-35 hayajaripotiwa sana, mgogoro huo unaangazia changamoto zinazowakabili ndege za zamani dhidi ya mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga. Ripoti zinaonyesha kwamba jeshi la anga la Ukraine, ambalo lina vifaa vya ndege za enzi za Usovieti, limepata hasara dhidi ya mifumo ya ulinzi wa anga ya Urusi. Hii inasisitiza umuhimu wa vifaa vya kisasa vya elektroniki, hatua za kukabiliana na elektroniki na mbinu katika vita vya kisasa. Ingawa F-35 haijaingia rasmi kwenye mapigano nchini Ukraine, uwezekano wa kutumwa kwake ni mada ya mjadala mwingi. Wafuasi wanasema kwamba itatoa msaada unaohitajika sana kwa uwezo wa anga wa Ukraine. Hata hivyo, wanaotilia shaka wanaelekeza kwenye hatari zinazoletwa na mtandao mnene wa ulinzi wa anga wa Urusi. Ulinganisho kati ya F-35 na Su-35 unazidi vipimo vyao vya kiufundi. Inaangazia asili inayobadilika ya vita vya anga. Wakati mapigano ya mbwa yanaweza kuvutia mawazo, mapigano ya anga ya kisasa yanazidi kutegemea mapigano ya masafa marefu, vita vya kielektroniki na vitambuzi vilivyounganishwa. F-35, licha ya kuwa muundo wa zamani, inasalia kuwa jukwaa lenye uwezo na uhodari, haswa inaposasishwa na vifaa vya kisasa vya elektroniki na silaha. Su-35, kwa upande mwingine, inawakilisha mwelekeo wa Urusi kwenye nguvu na ufundi wa hali ya juu. Hatimaye, ufanisi wa ndege yote ya kivita unategemea mwingiliano tata wa mambo, ikiwa ni pamoja na ujuzi wa rubani, mbinu zinazotumiwa na muktadha wa jumla wa kimkakati wa mapigano.